Yes, wakati klabu ya Yanga ikitajwa kufanya sajili za maana kabisa katika kipindi cha dirisha dogo la usajili, lakini pia inaeleza kwamba sambamba na usajili huo klabu ya Yanga wameweza kupitisha panga zito kwenye kikosi chao hiko. Kuna nyota mbalimbali wameweza kutemana nao, kuanzia nyota wa kimataifa lakini pia wale wachezaji wazawa. Sasa nipo na mkeka mzima hapa ambao klabu ya Yanga wameweza kutoa kuhusiana na nyota mbalimbali ambao watatemana nao katika kipindi cha dirisha dogo la usajili, na wengi wao hapa kwenye mkeka ni wachezaji wa kimataifa ambao asilimia kubwa naweza kusema walisajiliwa katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili, lakini inaonekana wameshindwa kabisa kuonyesha kile ambacho uongozi wa klabu ya Yanga walitarajia kukiona kutoka kwa nyota hao. Majina yote hapa niko nayo na nitakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV, na wewe utaweza kufahamu ni mchezaji gani ama ni wachezaji gani ambao klabu ya Yanga watatemana nao katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Lakini kabla sijakutajia moja kwa moja majina ya nyota wote hawa ambao niko nao hapa, naomba tu nikukumbushe mwanamichezo wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Kwa kufanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza ambaye utazipata taarifa zote mpya za kimichezo, na utakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali utapokea notification kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi tu mwanamichezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe ama kufanya hivyo, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya klabu ya Yanga kuweza kutemana na wachezaji wake katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili kwa malengo tu ya kuingiza wachezaji wengine kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Kama nilivyokuambia hapo awali ya kwamba miongoni mwa majina mengi yaliokuwa kwenye panga hili ambalo klabu ya Yanga wanakwenda kupitisha kwenye kikosi chao ni wachezaji wa kimataifa ambao klabu ya Yanga wanakwenda kutemana nao kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Sasa nitakutajia mchezaji mmoja mmoja ili nawe mwanamchezo wangu uweze kufahamu ni nyota gani hao wa kimataifa ambao klabu ya Yanga wanakwenda kutemana nao katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Bila kupoteza muda, ngoja tuanze na mchezaji wa kwanza ambaye anafahamika kwa jina la Andy Bobo Boyeli. Huyu ni mchezaji ambaye klabu ya Yanga waliweza kumsajili kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili akija kwa mkopo akitokea kwenye timu ya Sekukune ya pale Afrika ya Kusini. Jina lake limeweza kuingia kwenye hii karatasi ambayo nakutajia majina ya nyota hao wanaokwenda kutemwa na kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Andy Bobo Moyeli alisajiliwa kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga akitazamiwa kuja kufanya makubwa ama kukompiti na mshambuliaji aliyekuepo hapo Prince Dube, ukiachana na Clement Mzizi ambaye yupo nje ya uwanja kwa muda akiendelea kuguza majeraha yake. Andy ameshindwa kuingia katika kikosi ama ameshindwa kuonyesha kile ambacho uongozi wa klabu ya Yanga alikitarajia kutoka kwa mchezaji huyo, na matokeo yake wameona bora avunje mkataba wake wa mwaka mmoja ambao mchezaji huyo mpaka sasa hivi ameweza kuitumikia mkataba huo kwa miezi 6. Hivyo klabu ya Yanga wameona hawana budi kuweza kutemana naye nyota huyo wa kimataifa. Huyo ni mchezaji wa kwanza, lakini kwa mchezaji wa pili ambaye klabu ya Yanga huenda akatemana naye katika kipindi cha dirisha dogo la usajili ni mchezaji Celestine Hekwa. Huyu ni mchezaji ambaye pia aliingia kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili, lakini pia jina lake lilikuja na shangwe na nderemo nyingi. Wengi walitarajia makubwa kutoka kwa mchezaji huyu kutokana na kile ambacho alikuwa anakionyesha kwenye timu yake ya zamani ya hapo kwenye taifa la Ivory Coast kabla ya kuja kutoka kwenye kikosi cha Yanga Sports Club, lakini mambo yamekuwa magumu kwa mchezaji huyu kuonyesha kile ambacho watu wengi walikitarajia kutoka kwake. Hivyo klabu ya Yanga amefikiria kumtoa kwa mkopo na kumpeleka kwenye timu ya Singida Black Stars aende akapate mechi fitness na game timing za kutosha. Endapo mambo yatakuwa fresh arejee tena ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kwa hiyo Celestine Ekwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye jina lake linatajwa huenda akatemwa na klabu ya Yanga kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Lakini pia ukiachana na mchezaji huyo Celestine Ekwa, mchezaji mwingine anayetajwa hapa kutemana na klabu ya Yanga kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili ni mchezaji Musa Bara Conte. Huyu ni miongoni mwa mchezaji
mchezaji ambaye kiukweli wakati jina lake linatambulishwa rasmi kwenye kikosi cha klabu ya Yanga lilikuja na sifa nyingi sana. Wengi wao waliamini ya kwamba huenda akawa huyu ni mrithi sahihi wa kiungo fundi Halidi Aucho Dr. ambaye aliweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya Yanga mara baada ya kuweza kutamatisha mkataba wake na timu hiyo ya klabu ya Yanga na kutimkia kwenye timu ya Singida Black Stars. Lakini mafikirio ya wana michezo wengi ama wafuatiliaji wengi wa timu hii ya Yanga yamekuwa tofauti kulingana na mchezaji huyo namna ambavyo anacheza uwanjani, licha ya kupata muda mchache wa kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga, lakini hata huo muda mchache anashindwa kuonyesha kwamba ana kitu cha kumshawishi kocha ili aweze kumpanga kwenye kikosi cha kwanza cha timu hiyo ya Yanga. Yani kiufupi mchezaji huyu ameshindwa kudeliver kile ambacho wadau wengi walitegemea kukiona kutoka kwake. Hivyo klabu ya Yanga wanafikiria kumtoa kwa mkopo kwenda kwenye timu ya Singida Black Stars kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Huyo ni mchezaji mwingine ambaye klabu ya Yanga huenda akatemana naye kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Nimekutajia watatu, sasa tuende kumtazama mchezaji wa 4 ambaye klabu ya Yanga wanataja huenda wakatemana naye katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Huyu bwana si mwingine bali ni mchezaji wa ndani, naweza kusema anayefahamika kwa jina la Dennis Mkane, ambaye mpaka sasa hivi inaelezwa kwamba tayari mazungumzo yamekushaweza kuwa fresh baina ya Yanga pamoja na timu ya TR United, zamani ikifahamika kama Tabora United, kwa ajili ya mchezaji huyo kwenda kumtoa kwa mkopo na kuitumikia timu hiyo ya TRA United kwa mkopo mpaka mwishoni mwa msimu. Dennis Mkane kuanzia kwa kipindi cha dirisha dogo la usajili tutategemea kumuona pale kwenye timu ya TRA United akiitumikia hapo mpaka msimu utapoweza kutamatika. Sasa jina la mchezaji wa 5 na wa mwisho ambaye jina lake liko hapa kwenye karatasi yangu hii ya wachezaji ambao wanatazamiwa kutemwa kwenye kikosi cha klabu ya Yanga, anafahamika kwa jina la Mohamed Dumbia. Huyu ni nyota ambaye usajili wake uliweza kuzua headline kweli kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Mohamed Dumbia wengi wao walitegemea kuja kuona makubwa zaidi ya yale ambayo mchezaji Stefan Aziki alikuwa anayafanya ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga, kwa maana kwamba Mohamed Dumbia ni kiungo nambari 10 asilia kabisa anayeweza kulimudu eneo la juu. Hivyo kuondoka kwa Stefan Aziki wengi walitegemea ujio Mohamed Dumbia atakuja kuliziba pengo la mchezaji Stefan Aziki, lakini mpaka sasa hivi mambo yamekwenda ndivyo sivyo mpaka kupelekea uongozi wa klabu ya Yanga kuzama tena sokoni kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili kutafuta nambari 10 mwingine ambaye atakayekuja kuongeza nguvu kwenye kikosi cha klabu ya Yanga kuanzia kipindi cha dirisha dogo la usajili mpaka mwishoni mwa msimu. Dumbia naye anatajwa kutolewa kwa mkopo kwenda kwenye timu ya Singida Black Stars. Wachezaji wote hawa wanatajwa hivyo kwenda pale kwenye timu ya Singida Black Stars. Bwana mchezo wangu, mimi niko nakusogezea hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu, ili nawe uweze kufahamu kuhusiana na yale yote yanayoendelea sasa hivi ndani ya timu ya Yanga Sports Club sasa hivi katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Lakini kwa makubwa zaidi, hakikisha una subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, ili usiweze kupita